Yanga, kwa kile kilichoweza kutokea jana usiku, asubuhi kama hii ya leo nilitegemea nikukuta sana kibakuli cha supu, ng'ombe akiwa amejaa kwenye kibakuli. Leo mbona umetulia sana? Kwanza niseme kwamba mimi kama Baraka Yanga, kwa sababu ni mdau wa soka, ukiachilia kuwa mshabiki wa Young Africans, pia ni mpenzi wa soka letu la Tanzania, na yote yanayoendelea ni kwa manufaa ya mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo mimi naweza nikasema niwapongeze watani zangu. Mimi siku zote ndugu zangu Simba wamekuwa ni watani kwangu, kwa sababu napenda kuhimiza utani katika Simba na Yanga. Kwa hiyo niwapongeze watani zangu, wamefanya jambo zuri na wamejitahidi pia kuhakikisha wanajaribu kupita zile njia ambazo Young Africans wanapita, kwa sababu wanapita njia ambazo nyinyi mnapita. Ndio kinachotokea, na sio kitu kibaya kuiga mambo mazuri, kwa sababu wamekuwa wakiitwa mwaka robo kwa muda mrefu, lakini sasa wameona wanawakosesha ile furaha halisia washabiki zao, kwa wakaamua kupambana ndani na nje ya uwanja. Tulichokishuhudia ni kwamba ndugu yangu mtani ameamua kupambana kweli, hasa nje ya uwanja. Kwa hiyo niseme ni jambo zuri, kwa sababu amefanya hayo kwa manufaa ya mashabiki zake, tumpongeze. Sisi kama Young Africans tunaweza tukasema tunawapongeza, lakini tumewaachia deni ambalo wanapaswa kulipa. Tunakumbuka mwaka mmoja tu nyuma uliopita, Young Africans tulifanya vizuri katika mashindano hayo, tulipita hatua ya nusu finali, tukaenda mpaka finali, tukacheza finali na tukafanikiwa kumfunga Mwarabu nyumbani kwake. Maana yake ni kwamba kuna deni kubwa inabidi walilipe. Kwa hiyo wasifurahie sana, kwa sababu bado mimi kama mtani wake ninayo mengi ya kuongea kama atashindwa kufika pale ambapo mimi nimefika. Sisi ni watani, kwa hiyo ajiandae kisaikolojia, ajiandae vizuri na timu yake, ajiandae pamoja na viongozi wake, wajue wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha aliyofanya Young Africans wanayafikia, aidha kuyazidi kama wataweza, kwa sababu Yanga akipita anaacha shimo. Kwa hiyo nyinyi mnaofuata mnaonekana sio kitu tena. Nadhani kama una D2 umeelewa. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kupambana ili kuziba hilo shimo. Kwa hiyo mtani umefanya kitu kizuri jana. Mimi niwapongeze kwa kweli, kwa sababu Simba na Yanga sio maadui, sisi ni watani. Sisi ni watani. Kwa hiyo mimi nawapongeza watani zangu. Mmefanya jambo zuri, mmewafurahisha wana Simba, mmewafurahisha viongozi wenu, mmefurahisha Watanzania. Kwa hiyo big up. Umezibwa midomo, maana wamesema kabisa tumewaziba midomo waliokuwa wasema tu mwisho wetu ni mwaka robo. Ukisema unatuziba midomo wana Yanga tunakosea, kwa sababu mimi hatua ambayo unapita, njia ambazo unapita, mimi nilipita, tena nilipita kwa kishindo. Sasa mwenzao sasa hivi mimi sio, haiwezekani. Yeye mwenyewe hawezi kusema, na ndio maana unaona hata kelele mjini sio nyingi, kwa sababu anajua ninachokifanya ni marudio Young Africans, tena yeye alienda mbali zaidi. Kwa hiyo kiuhalisia wanajua kwamba wao wamefanya kwa kujifurahisha wao wenyewe, kwa ajili ya kufanya step wao wenyewe, ila wakijikompare na Young Africans wanajiona still wako down, wako nyuma Young Africans. Lakini kwa wenyewe, kwa sababu wamezoea kucheza robo finali miaka yote, kufika nusu finali, wanastahili kujipongeza. Lakini wakiweka ama kushindania na Young Africans au kucompete na Young Africans, wanajiona kwamba bado wana deni kubwa, wana kazi kubwa ya kufika finali na kufanya vizuri. Walichokifanya jana ni kwamba kama vile wamefuata nyayo za Yanga. Wamefuata nyayo za Yanga kwa asilimia kubwa, na walichofanya ni kujifurahisha wana Simba, kujifurahisha watani zangu, lakini sio kumkomesha yote. Maana yake hakuna walichofanya kikubwa cha ajabu kumzidi Young Africans. Hiko ndo kinachoonekana, ndo uhalisia ulivyo, na ndio namba zinasema hivyo. Kwa hiyo kwa upande wao well done, ila ukimweka tu Young Africans, ukimweka giant wa mpira wa soka Tanzania, basi unajikuta anakuwa mpole. Na ndio maana unaona yani wamevuka kwenda hatua robo finali, kwenda nusu finali, lakini unaona kwamba kuna kitu kwenye moyo wao kipo, wanajua kuna deni wanalo. Sawa, kuna watu walifanya makubwa, kwa wanahitaji kufikia yale. Wanaenda kucheza na Stellenbosch, timu kutoka South Africa. Sio timu mbaya sana, sawa, lakini pia sio timu nzuri sana. Kwa wanayo nafasi, wakijitahidi, wakipambana, wanaweza kufika hatua ya finali. Lakini wakilemaa, wakilewa sifa, wakihisi wale ni wachovu,
watabaki nusu fainali, na sisi kama Young Africans tutawaita mwaka nusu. Nakwambia ni wakati sahihi wa kuleta kikombe. Iwe jua iwe mvua, kikombe kinatua hapa. Hakuna mtu ambaye apendi vitu vizuri, hakuna mtu ambaye apendi kuwa na matarajio makubwa, lakini je, you deserve to have those big, wanasema mafanikio. Yani hiyo success ya kutosha una deserve nayo, si umeelewa? Quality yako ina deserve kuleta kombe, sawa? Kwa sababu tulishuhudia Young Africans yenye quality kubwa sana, lakini wakafanyiwa hujuma, wakashindwa kuleta kombe. Ni hujuma kwa sababu sio kwa quality ya uwanjani. Uwanjani tulimzidi kila kitu Mwarabu. Kwa hiyo ni hujuma zilifanyika. Kwa hiyo namwangalia mtani wangu ambaye ukikompea quality nilokuwa nayo mimi msimu ule au nilokuwa nayo mimi sasa hivi na quality ya kosi yake ni vitu viwili tofauti. Namuona bado anajitafuta. Sasa unaahidi kuleta kombe la Afrika, sioni kama ni sahihi. Lakini nikwambie kitu kimoja, unataka kusema kikombe kuleta Simba sio rahisi kwa maana bado anajitafuta. Sio rahisi. Simba bado anajitafuta, lakini ni kuongea maneno hayo kwa ajili ya kuinspire mashabiki wao, kuwatia moyo mashabiki wao, kuwapa nguvu wachezaji, inawezekana. Katika mpira ni maneno ya kimpira, lakini kiuhalisia wanajua kazi ngumu sana wapo nayo, kwa sababu quality, tunazungumzia quality. Mpira ni mchezo wa wazi, wana quality ya kawaida. Ile timu ilikuwa wangecheza na Yanga, walikuwa ni timu ya kufungwa hata goli 7 jana. Hakuna mtu ambaye hajaona iko kitu. Mimi nimeenda Taifa, nimekaa na wazi wa mashabiki wanaongea wazi wasema hao wangecheza na Yanga walikuwa wanakufuata goli 7. Yanga ni kubwa, yani wale ni watu wa kawaida, ni timu ya kawaida, lakini wameshindwa kufanya vitu vikubwa. Wamepata matokeo kwa kusuasua, all is well, wamefanikiwa kutinga hatua nusu finali. It's fine. Naona sisi kama wana Yanga, focus yetu kwa sasa, macho yetu kwa sasa, akili yetu kwa sasa inawaza kutetea ligi yetu ya NBC na kuchukua CRDB Confederation Cup. Leo tunaenda kukipiga na Azam. Hivi kwanza Baraka, hivi kwenye ule msemo waliokuwa wanasema wachambuzi wengi wakisema Yanga Simba kufuzu hii hatua itabidi acheze kama Yanga. Hivi ni kweli ulivyoona jana mpira? Je, style walikuwa wanacheza ni kweli kama wameiga mfumo wenu? Wangecheza kama Yanga, Simba Sports Club jana wangeshinda mechi hii kwa magoli ya zaidi ya 5 kama sio 6 au 7. Lakini wamecheza kukaribia Yanga wanavyocheza. Ndio maana wameweza kufanikiwa kurudisha magoli 2 first half, lakini wakasuasua wakaenda mpaka hatua za penalti. Ile mechi haikustahili kufika penalti kwa Simba. Kwa kiwango alichokuwa nacho Almasri, Simba hakupaswa kufika hatua ya penalti. Si umeelewa? Almasri walikuwa na kiwango cha kawaida sana. Of course walikuwa kwenye home ground na timu walikuwa wanacheza nao ni ya kawaida. Na kingine Young Africans tuliamua kuachia mechi ya watu kudili nayo kabisa. Sio kama wao. Sisi tukicheza mechi zetu huwa akili na mawazo yao yote yanakuwa kwenye mechi yetu. Ila ni tofauti na sisi, tuliamua kuachia, tuliamua kuambia nyinyi kazi yenu ni moja, kutimiza deni lile ambalo tumewapa, kutimiza vile ambavyo sisi tulivifanya kama mtaviweza kuvitimiza, lakini vingine vyote tukawaachia. Lakini wao huwa wanahangaika na mechi zetu. Kwa kikombe Simba hawezi kuleta. Mimi kwa upande wangu sio ni Simba akileta kombe, kwa sababu narudia tena na tena, wanaendelea kujenga timu, quality yao ni ndogo. Kombe la Afrika ni kubwa kombe la Afrika ni kubwa. Young Africans aliweza kwenda hatua ya finali, sawa, sio kwa urahisi, sio kwa staili ya kutoa watu kwa penalti, hapana. Si umeelewa? Kwa tunashuhudia robo finali unaingia kwa penalti, nusu finali utaingiaje? Ni swali dogo inabidi ujiulize. Robo finali mnatoa machozi kuingia nusu finali, mkiingia finali itakuwaje? Mtakufa nyinyi, mtalia mpaka mtazimia. Si umeelewa? Kwa hiyo niwaambie, ni wanaonesha jinsi gani wanajaribu kukua katika hatua kubwa za kimafanikio ya kimpira. Hawajazoea kufika hatua kama hizi. Kwa hiyo tunakufurahi kwao, kushangilia kwao jana ilikuwa inastahili kwa sababu ni kitu ambacho hawajakizoea. Niwaambie ndugu zangu, sisi tuna focus na mechi yetu ya leo, tunaenda kucheza na Azam FC, tunahakikisha tunaenda kulipa kisasi.